Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Tunashukuru Mungu tena kwa kutupatia siku hii ya leo, Jumapili ya leo yenye baraka. Na tumechelewa sana, tunaomba msamaha kwa sababu ya matatizo ya stima. But we thank God kwa sababu tumekuja on air sasa ili tuweze kushiriki neno la Mungu katika jina la Yesu. Sana ujisikie ukiwa na ujisikie kwamba uko pamoja nasi katika ibada ya Jumapili ya leo. Hata wale mko katika nyumba la Mungu saa hizi na wakaribisha tena tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Na ule ujumbe ambaye Mungu amenipa leo, topic yake nataka kuongea about God will shake again. Mungu ataenda kutingiza tena. God will shake again. Na rekodi ya Mungu wetu vile ambavyo tunamjua ni Mungu wa kufanya mambo makubwa. Ni Mungu huwa anatingiza mambo. Wakati ambaye anataka kujitukuza na labda wanadamu Amen. Ama wamefika mahali wamesahau na yeye, huwa anafanya jambo ambalo ni la kujitukuza kwa kutingiza dunia. Na before tuendelee sana, ningetaka tuende katika neno la Bwana, kitabu cha Esther, the book of Esther chapter 7 verse 10. Nataka tuangalie vile Mungu anafanyanga mambo yake. Especially Mungu wetu huwa anatukuzwa wakati ambaye anapigania watu wake. Jina lake huwa linatukuzwa wakati anapigania watu wake katika majaribu wanayopitia. Most of the people wanakumbana na mambo mengi, watu wanaomtumainia Mungu. Biblia inasema kwamba mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Bwana huwaokoa na hayo yote. So Mungu anajitukuza wakati anawaokoa. Amen. Bwana ni mwaminifu. Nasoma kitabu cha Esther chapter 7 verse 10. Bible inasema hivi, Esther 7 verse 10. Wale mwana Bible fungua hapo Esther 7 verse 10. So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the king's wrath persevered. Now hii hadithi nimeisoma kwa ufupi sana ya chapter 1 kwa sababu ni hadithi ambayo ni refu sana, siwezi nikaisoma yote. But inatufundisha kuhusu mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Haman. Anasema kwamba Mungu alisababisha Ahasuerus akainua Haman, akapewa pete ya uongozi na Ahasuerus the king of Babylon. Na wakati ambaye Haman aliinuliwa akawa mtu mkubwa, maandiko yanasema kwamba watu wote katika mji wa Mordecai ama mji wa King Ahasuerus ambao ulikuwa ni Babylon, maandiko yanasema kwamba walianza kuinamia mtu huyu anaitwa Haman, akiinamia kama mfalme, kwa sababu ile pete aliyokuwa amepewa ilikuwa ni authority. Alipewa mamlaka na Ahasuerus. Na sasa mtu mmoja ambaye alikuwa kikwazo kwa Haman alikuwa anaitwa Mordecai. Akipita mahali Mordecai yuko, Mordecai hakuwa anainama, maana Mordecai yeye hangeinamia mwanadamu. Yeye alikuwa anajua kuinamia Mungu peke yake. So Haman akasikia vibaya na akapanga njama na watu wake waweze kuua mtumishi wa Mungu Mordecai. Na sasa alishikana na watu, wakakuta mfalme, wakamwambia Wayahudi hawa ni watu ambao wamekuwa threat kwetu. Ukisoma chapter 5, 6 and 7, hiyo hadithi yote utaipata pale. Akaambia mfalme ya kwamba watu hawa ambao ni Wayahudi wamekuwa threat kwetu kwa sababu hawatudhamini wala hawatuheshimu. So what happens? Maandiko yanasema kwamba wakatoa sheria, wakaambia mfalme, watu hawa wacha nitafuta watu tuwaue kwa sababu wamekuwa bother kwetu. Na maandiko yanasema kwamba king akamwambia, endeni mfanye mnavyoona ni vizuri. So Haman alienda katafuta wanajeshi wa watu, kikundi cha watu, wakapanga njama ya kuua nani? Wayahudi pamoja na mtumishi wa Mungu Mordecai. Na maandiko yanasema ya kwamba walipoendelea na mipango yao, Mordecai alipojua Haman kile anapanga, Biblia inasema kwamba alita Wayahudi wote akawaambia, tunapanga kuuliwa, tunapanga kuangamizwa na adui yetu huyu ambaye jina lake ni Haman. So tufanye nini? Tuendelee kufunga na kuomba, tumtafute Mungu ili kwamba Bwana atuokoe mikononi mwa huyu Hamani pamoja na wanajeshi wake. So wakafunga siku 3, wakaomba pamoja, wakamlilia Mungu kwa pamoja. Na maandiko yanasema kwamba Mordecai akaandikia Esther barua, maana Esther alikuwa ni
ni Myahudi, lakini alikuwa ameolewa na King Ahasuerus. Akamwambia Esther, sikiza, wakati wetu wa kulia ni huu. Nataka hata wewe mwenyewe pia ufunge na uombe, alafu ujaribu vile utakavyotusaidia, kwa sababu watu wa Mungu wanateseka. Esther alikuwa na uoga, kitu ya kwanza, lakini kweli ni kwamba Mordekai akaambia Esther, ujue ndio Mungu ameappoint as time as this uweze kutuokoa mikononi mwa maadui wetu, lakini hata ukikataa, ujue Mungu ana uwezo wa kutuokoa na njia nyingine, lakini wewe utakuwa katika hatari. Hiyo ndio tunajaribu kuguzaguza niweze kuelewa kinachokiongea. So Esther naye mwenyewe wakafunga pamoja na wafanyikazi wake siku 3. Mordekai naye wakafunga na Wayahudi siku 3. Wakaomba Mungu, wakajinyima chakula, wakavaa nguo za magunia, wakamsihi Mungu awaokoe. Siku moja, wakati ambaye mfalme alifika kiwango fulani, akasema ya kwamba akafika mahali akakosa usingizi, na akasema hataki nyimbo ziimbwe, anataka kutulia kama mfalme alale. Alipanda kulala, hakupata usingizi. Akasimama akazunguka palace yake yote. Akasema alitoa kitabu cha kumbukumbu. Alipokuwa anapitia historia ya vile watu nchi yake ilivyo, aliona Mordekai kuna kitu moja alifanyanga long time ago, akasaidia mfalme asiuawe, akamuokoa mikononi mwa watu wawili walikuwa wanapanga kuua Ahasuerus. Na maandiko yanasema vizuri kwamba mfalme alipoona hivyo, aliita mtu mmoja akamuuliza, mtu huyu kwa sababu aliniokoa mikononi mwa maadui zangu, ni nini alifanyiwa na kingdom yangu? Ni nini alifanyiwa kutoka ufalme? Akasemekana Mordekai hakuna kitu aliyotendewa baada ya kufichua siri hii ilikuwa imepangiwa King Ahasuerus. So Mungu naye hapa, maana ameombwa for 3 days. Wayahudi ni watu wa Mungu. God akashake Babilonia nzima kwa sababu ya Mordekai na wana wa Israeli. Biblia inasema kwamba Mungu alisababisha mfalme huyu akose usingizi. Akasema hataki mtu yote amkaribie, anataka kukaa peke yake. Kumbe ni Mungu amesheka. Mankuli ambaye ilikuwa inakuliwa siku hiyo haikukuliwa. Ile starehe inakuanga siku hiyo. Bwana akasheka hiyo starehe, haikuonekana hiyo siku, ili mfalme aweze kukumbuka kwamba anafaa kusoma kumbukumbu. Na alipochukua ile kitabu, alipoona vile kumeandikwa, alishangaa atafanyia nini Mordekai kwa kitendo ambacho alikifanya. Na ujue mpendo, unapotazama alipopote ulipo, ni kwamba Mordekai yeye anangojea siku nyingine ifike auawe. Maana alikuwa ametengenezewa msalaba na Haman atundikwa pale. Anangojea tu asubuhi ifike asulubishwe. Lakini hapa Mungu na yeye ameshaka usingizi wa mfalme, ameshaka pati zote za kifalme. Hakuna kitu kinaendelea ndiposa Mordekai aweze kukumbukwa. Wacha niseme hivi wapendwa, kuna vipindi vinafikaga Mungu akifika kiwango chake cha kutukumbuka, huwa anashaki kila kitu. Oda anaiondoa, utaratibu wote anauharibu ili atengenezee mtu wake njia. Wakenya nisikizeni mahali popote mlipo, haijalishi umepitia mambo inakaa namna gani, Mungu anakuja kutingiza mambo on your behalf. Haijalishi kana kwamba umesahaulika, haijalishi kana kwamba listi yako haionekani, God is coming to shake things on your behalf in the mighty name of Jesus. So Bwana akasababisha mfalme akose usingizi. Kitabu alipokisoma akaona kilichofanyika, alitumana akauliza nani ambaye ako nje ya Paris? Ikasemekana Haman ndio hapo nje. Akaambiwa aingie ndani, aitwe aingie ndani. Wakati Haman alikuja, maandiko yanasema kwamba mfalme alimuuliza, mtu ambaye mfalme anapendezwa na yeye anaweza akafanyiwa nini na mfalme? Haman maana alijua yeye peke yake ndiye anapendwa, hakuna mtu mwingine aliye juu kama yeye. Akasema hakuna mtu mwingine, si ni mimi? Akajiambia kwa moyo, akamwambia mfalme, acha nikupatie wazo. Kama unataka kuheshimisha mtu ambaye unataka kuheshimu, mfanyie hivi. Mvalishe ile vazi, huyu jamaa alikuwa akijipenda sana, avalishwe vazi ambayo wewe mwenyewe unavaanga, ile farasi ambaye wewe mwenyewe unapandanga, alafu utafutiwe group of people waende wakiimba na kushangilia wakisema huyu ndiye mfalme amemheshimisha. Mfalme akaona hiyo idea ni nzuri, akamwambia basi Hamani, nisikilize, chochote ambacho umesema kisipungue, enda ufanyie Mordekai hivyo ambavyo umesema. Wapenda mnataka muangalie muone mtu ambaye Hamani anapanga kuua kesho, ameambiwa aende amchukue, amvalishe mavazi ya kifalme, amweke kwa mafarasi za kifalme, amtende tafuta watu wamshangilie, waseme huyu ndiye mfalme amependezwa na yeye. Ni kusema hakuna kitu Mungu hawezi akafanya. Unaweza kuwa labda miaka yako tunaishi maisha na unaelekea kuona kana kwamba unaenda kukufa. The last minute ya maisha yako Mungu asheki kila kitu, uone maisha ukianza tena. Mordekai siku nyingine alikuwa zikwe asahaulike, kumbe siku
aliinuka akiwa mtu mkubwa wa kushangiliwa nchi nzima, maana Mungu anapo shake the land, watu wa Mungu wanainuliwa. Mungu atingizangi dunia ndiposa ogofya watu, anatingizanga dunia akiinua watumishi wake. Alishake nchi ya Babiloni ili Mordekai ajulikane, aliyekuwa anapangiwa kufa mahali pale akawa hai tena. Jioni ya leo natabiria mtu katika jina la Yesu, ambao umehesabiwa maisha ya kukwisha, Mungu anakuja kushake ulimwengu, Mungu anakuja kushake jamii yenu, Mungu anakuja kushake kazi yako ili Bwana aweze kukuinua. Wale ambao maisha inakaa kama inaharibika, imeshakiwa ili uinuliwe. Wacha kuona ukirudi nyumbani, wacha kuona ukivutwa kazi, mambo imekuwa vile ilivyo, Bwana akikutafutia njia. If you believe, say amen. Wewe ndiye Mordekai wa leo, Mungu anatafutia njia ya kuinua. He will shake the world on your behalf. Praise the name of the Lord. Na baada ya hapo, baada ya Mordekai kuinuliwa, haikuishia hapo. Esther na yeye akasema, kwa sababu kile ambacho kinachoendelea, Mungu akampa mzigo. Msichana aliyekuwa mtulivu, msichana ambaye hapendi kukosea chochote, na anajua sheria imewekwa ya kwamba mtu yote atakayeingia kwa mfalme bila ruhusa yoyote, mfalme asipomnyoshea fimbo, mtu huyo anafaa kuuawa, na sheria ikawekwa na ikawekwa seal. Kwa Esther alijua kile anaenda kufanya, I'm risking my life. Hallelujah. Lakini Mungu alimpa nguvu. Esther hakujali kana kwamba atauawa. Alisema, nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria, na kweli ni kwamba kile nahitaji lazima nitapata. Wapendwa, Mungu wetu ni Mungu wa kupindua mpaka masheria. Esther aliinuka akamwambia, Bwana, ninaomba ninapoingia kwa mfalme huyu nipate kibali. Akajitengeneza vizuri, akaoga vizuri, akavaa mavazi yake mazuri ya kikwina, na akaingia kinyume cha sheria. Maandiko yanasema kwamba mfalme alipomuona akavutiwa na yeye, akachukua fimbo na akamnyoshea. Nasema hata kama wengine hawajanyoshewa fimbo, wewe unaenda kunyoshewa fimbo mwaka huu. Hata kama wengine walikataliwa, wewe unapokelewa mwaka huu. Inuka kwa imani, usijali na sheria zilizowekwa. Kuna Mungu anapinduanga sheria. Hivyo bila say amen. Sheria inabadilika. Na hapo Hamani pamoja na wanajeshi wake waliyepanga kuua Mordekai na Wayahudi wote, hao ndio waliuawa baadaye. Praise the name of the Lord. So yoyote ambaye amekuwa kupangia mabaya, yeye mwenyewe haya mabaya amekuwa kupangia, angoje, maana shake up inakuja, na shake up ikikuja, Mungu atakuinua, wao wataangamia. Mtu yote amekusabia masiku za kuishi, na tangaza ya kwamba yeye ndiye anajimaliza. Yule ambaye anakusulubisha, yeye ndiye anajisulubisha. Yule anakutakia mabaya, yeye ndiye anajitakia mabaya. Maana Mungu anasema, I will shake the world. Na akitingiza ulimwengu, wateule wanainukia pale. Praise the name of the Lord. Wacha niwaambie wa Kristo, utakapoona hata Mkristo mwenzako, mtu ambaye anamjua Mungu, mteule wote wa Bwana ama mtumishi wote wa Mungu, hata kama anakaa kukufa, hata kama anakaa bure, huyo mtu achana yeye. Maana Mungu wake anapomkumbuka, hakika siku moja anabadilikaga. Baadaye unaona huyo mtu unashangaa, je, huyu ndio nilikuwa ninaona pale akiteseka, hana tumaini, huyu ndio nilikuwa naona pale, hakika anakwisha. Baadaye anainuka. Mtu ambaye anaitwa Mordekai alingojewa afe, baadaye akawa mkuu kwa mfalme. Na wewe pia mambo yote yanabadilika on your behalf, in the mighty name of Jesus. Hebu tuangalie Hagai chapter 2 verse 21. Tusikie vile Bwana anavyosema kuhusu kushake the world. Hallelujah. Vyombo vinatusumbua lakini injili itafika. Hallelujah. Hata wagonge vyombo na stima na kila kitu, injili inafika. Hallelujah. Amen. Injili lazima iendelee. Dunia inakuja kuwa shake up. Hallelujah. Amen. Tutapata majeneta kubwa siku moja. Amina. Tena kwa Hagai chapter 2. Hagai sura ya 2. Unajua kwa vile Mungu anavyofanya. Mungu anafanyanga mambo makubwa. Wateule wake anawainuaga, wateule wake anawabarikingi, wateule wake huwa anawakumbuka. Hagai chapter 2 Hagai chapter 2 imefika verse 21. Inasema hivi:
2:21. Speak to Zerubbabel, the governor of Judah, saying, I will shake the heaven and the earth, and I will overthrow the throne of kingdoms. I will destroy the strength of kingdoms of Eden, and I will overthrow the chariots and those that ride in them. And the horses and their riders shall come down, everyone by the sword of his brother. Praise the name of the Lord. Ujumbe huu Mungu alitumia mtumishi wake aambie Zerubbabel, aliyekuwa governor wa Juda, ya kwamba Mungu anakuja kutingiza dunia. Na kitu ambacho atakachokifanya baada ya kutingiza dunia, anasema ata overthrow the throne of kingdoms. Mataifa yote ataiweka chini, ataiharibu, na nguvu za wafalme wote wa kimataifa ataweka chini, na farasi zao na waendeshaji wa farasi zao zote wataangamizana kwa upanga wa ndugu zao. Praise the name of the Lord. Wapendwa, shake up yote napokuja, nataka uelewe hivi. Mungu anailetanga kwa sababu ya kudestroy your enemies. Hello? Mapepo ambao wamekuwa kipigana wewe kwa muda mrefu, mapepo wote ambao wamekuwa kikulimit kwa muda mrefu, hali yote ambayo imekuwa ina fight maisha yako kwa muda mrefu, Biblia inasema kwamba Mungu anapokuja kutingiza, anatingizanga akiangusha yote, alafu baadaye anainua wateule wake tena. Hallelujah. Kingdom zote ambazo zinatukaliaga, kingdom zote ambazo zinatufinyiria, na maanisha pepo na nguvu zao ambazo huwa wanaonea wateule na kuwatesa na kuwafinyiria, maandiko yanasema kwamba when the Lord shake the earth, anashakingia kidestroy kingdoms, principalities and powers, sote anaziweka chini, and then baadaye anainua wateule wa Mungu. I prophesy today in the name of Jesus. Watu wa Mungu ambao wamekuwa wakionekana kana kwamba wako chini, wakati umefika Bwana anakuja kuwainua tena. Kingdoms and thrones, Mungu anakuja kuziweka chini, wateule wanakuja kuinuliwa. Wapendwa, chochote ambacho ni chako kitakuwa chako milele. Kile Mungu amepanga kukupatia, haijalishi mapepo mangapi watasimama, ama wachawi, ama nguvu za giza wajaribu kuzuia destiny yako, wajaribu kuzuia kazi yako, wajaribu kuzuia familia yako, Mungu anakuja kuwatingiza. Wataachilia hizo baraka, watazitapika zote. Can somebody say amen? Wachawi ambaye walikamata kwenyu wakazuia maisha yako, Mungu anakuja kutingiza, watatapika zote. Praise the name of the Lord. Nasema watatapika utajiri wako, watatapika breakthrough yako, watatapika kile ambacho wameshika. Hallelujah. Juzi nilikuwa na mchungaji mwingine mahali, na akaniambia hivi, acha tu aliota na mimi. Nikamwambia mtu wa Mungu, hebu niambie hiyo ndoto. Akaambia tulienda naye mahali sokoni kununua vitu. Atilikuwa nimeenda kununua suti, so akanipeleka. Tulipofika hapo tukinunua hizo suti, ati kuna mtu hapo kando, ule kando hizo suti alikuwa na bag kubwa isa kwenda nchi ya nje. Na alipofungua hiyo bag, ndani ni mimi, aliona mimi nilipochungulia kwa hiyo bag ndani, nikaona nguo zangu zilikuwa zimeibiwa many years ago. Ziko kwa hiyo bag, mtu amekuwa nazo. Nikasema nimekuwa nikinunua manguo, na kumbe mtu huyu akona nguo zangu kwa bag. So wakati nisimama nikamwambia, wewe mwanaume, hizi vitu ni zangu na nazihitaji. Akaanza kupigana mimi, akachukua kisu hata kunidunga. Aliponikaribia ile moto nilikuwa nayo, nilikuwa namchoma, anarudi nyuma na kisu yake. And then akaita watu, wakaja wengi, wakijaribu kutushambulia wanashindwa, wanarudi nyuma. Baadaye nikachukua bagi yangu na nikaenda. Nikamwambia mtu wa Mungu, sikiza, chochote ambacho kilikuwa kimeibiwa changu kimerejeshwa, ndio Mungu anavyosema. Hata wewe nakutabiria leo in the name of Jesus, chochote kimeibiwa na mapepo, chochote ambacho kimeibiwa na nyangumi wabaya katika ulimwengu wa roho, I prophesy in the name of Jesus, wanaenda kutapika katika jina la Yesu. Hiyo kazi yako wanatapika, hiyo biashara yako wanatapika, mali yako waliyeiba wakashika, na sema wanaenda kutapika. Mautajiri za watu wa Mungu ziliibiwa wachawi, I declare in the name of Jesus, wanarejesha utajiri huo, wanatapika in the name of Jesus. Hebu tuangalie Hebrews chapter 12. Waebrania 12. Na before tusome Ibrania, wakati Mungu alikuwa ametuma Musa na akatoa Israeli wakafika mlimani, mlima wa Sinai, maandiko yanasema kwamba Israeli wakaambia Musa,
tunataka kukutana na Mungu wako pia. Tunataka kumuona huyu Mungu ambaye amekuwa akikuongelesha. Na Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Musa, waambie tukutane. Baada ya siku 3 tukutane na wao mlimani. Waoge mili yao, wavae vizuri. After 3 days ninakuja mlimani. Maandiko yanasema kwamba Mungu aliposhuka katika mlima Sinai, ule mlima ulitetemeka. Mungu alitingiza ule mlima mpaka ukatoa moshi. Israeli walipoona kile kimefanyika, maandiko yanasema kwamba walikimbia wote. Musa ndiye alistahimili ile utukufu. Kwa hivyo tunaona Mungu ako na historia ya kutingiza mambo. Alitingiza mlima Sinai, Israeli wakajua Mungu anaweza. Maybe walikuwa wamezoea kukaa na Musa, wakazoea Mungu wa Musa, wakadhani Mungu ni kama mwanadamu. Alipotingiza mlima ule, alitaka kuonesha kwamba even though mko na Musa, I am God who can shake mountain. I am God who can shake everything. Milima ikatoa moshi. Mungu jina lake likatukuzwa na Israeli wakamtambua. Sasa hiyo shake aliyefanya hiyo siku, hebu tuone Hebrews anavyosema about kutingiza tena. Hebrews chapter 12 verse 26. Hebrews 12:26. Whose voice then shook the earth, but now he had promised. Nataka ushike hapo. But now he had promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Praise the name of the Lord. Mungu anasema siku hiyo nilitingiza dunia, lakini sasa ninawaahidi I will shake also the heaven. Praise the name of the Lord. Amen. So Mungu anasema atatingiza dunia, not only dunia, hata mbinguni pia ataitingiza. Wapenda, hebu niambie, Bwana ametupromise atatingiza dunia kwa sababu ya yako, na atatingiza pia heaven kwa sababu yako. Praise the Lord. This year, mpendwa, mahali popote ulipo, nataka unganishe imani yangu na yako ya kwamba Mungu anakuja kutingiza mambo kwa sababu yako. Hallelujah. Wakati wote heaven shakuwa shake up, kuna ripoti na kujanga. Wakati Yesu alibatizwa na Yohana, Biblia inasema kwamba dunia ikafunguka, sauti ikatoka, ikasema huyu ndiye mwanangu. Soma historia ya Bible uone, wakati wote dunia ilitempiwa na Mungu, kuna message ilitoka kwa sababu ya wateule. Na sasa anasema nitaitingiza tena kwa sababu yetu. Hallelujah. Verse 27 anasema, and this word yet once more signified the removing of those things that are shaken, as of the things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Kwa hivyo vitu ambavyo anakuja kutingiza, vitu ambavyo hawezi vikatingizika, ndio vitabaki vikiwa vimesimama. So Mungu anakuja kutingiza vitu ambavyo vimekuwa vikionekana duniani, na vile ambavyo haviwezi vikatingizika, hivyo ndivyo vitakavyosimama. Na wateule sisi ambayo tumeokolewa, Yesu anasema tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Hiyo ni kusema kwamba hatuwezi tingizika. So dunia itatingizwa, mali ya dunia itatingizwa, mambo mengi itatingizwa, lakini wateule watasimama imara. Hao hawatatingizika, maana dunia itatingizwa kwa sababu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Listen to me, my brother and my sister. Mungu anafanyanga mambo haya yote kwa sababu ya kitu kimoja iko ndani ya moyo wake: upendo alionao juu yako na juu yangu. Mungu has overthrown kingdoms kwa sababu ya mteule wake mmoja akimrescue. Praise the name of the Lord. Mungu anachange sheria za ulimwengu, abadilishe chochote ambacho kimewekwa na ulimwengu kwa sababu akifikia mteule wake mmoja amuokoe. Kwa hivyo Wakristo, nyinyi ni watu wa dhamana sana machoni pa Mungu. Kama vile ambavyo Wayahudi walikuwa wa dhamana, Mungu akashake Babylon kwa sababu yao. Hata wewe today in this country of Kenya, Mungu anasema kwamba I will shake again, not only the earth, also the heaven, kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna mahali anaambia Malaki, nabii Malaki anasema, nitakuwa shahidi mwaminifu juu ya wachawi na waganga na watu ambao walionea yatima na watu ambao walionyang'anya watu mishahara yao. Hii yote Mungu anaonyeshana kwamba huwa anakuja kutingiza mambo haya kwa sababu ya kuokoa mteule wake, kwa sababu ya kuokoa watu ambao wamekuwa kionewa, watu ambao wamekuwa kifinyiliwa, watu ambao wamekuwa kionekana kana kwamba hawezi
hawezi inuka, lakini mali yao iko na wengine. So Mungu anasema I will shake again kwa sababu ya hao watu. Mwaka huu nasikia Roho akisema mambo inaenda kubadilika. Hallelujah. Wapendwa, acheni kuwa na corona, nasema mambo inaenda kubadilika. Watu walionekana kana kwamba ni maskini wanaenda kubadilika. Watu walionekana wakiwa juu tena, walionekana kana kwamba ni bure. Mungu anasema anaenda kuwainua, sauti zao zitasikika. Nasema sauti zao zinaenda kusikika. Nyinyi mmekuwa mkimuomba Mungu siku na mchana na mnataka na kwamba mlisaulika. God is coming to do something. Sauti zenu zinaenda kusikika tena. Hallelujah. Na mambo ndio sauti zisikike, kuna mambo lazima yatakuwa shake up. Kuna mambo Mungu anafanyanga huwa atuambii kwa nini anafanya. Tunakuja kuona result baadaye. Mungu anaweza ndio ufalme fulani kwa mamlaka, na watu wanaona kwamba hiyo kitu kinafanyika vizuri, kumbe kumefanyika hivyo ili ainue mtu wake mmoja amweke pale. Hata kwa makampuni kitu kinafanyika, unapata mtu ambaye kwa simamia kampuni ameng'olewa, na unashindwa kwa nini ameng'olewa, kumbe ni wewe unatafutua njia uingie hapo. Praise the Lord. Corona kama hivi imekuja, kuna watu wanaiona hivi wanaona kukwisha, lakini kumbe nitakuwa imekuja itengenezewa Kristo fulani njia ya kuinuka kwao. Hallelujah. Mungu anajitukuza na kila kitu. So wapendwa, msione ya kwamba hii shake up, hii ni shake up Mungu ameleta kutingiza dunia. Maana hii ni shake up kama vile ambavyo alishatingiza mlima Sinai, amekuja kutingiza dunia kwa sasa ili Wakristo wanaomwogopa Mungu awatengenezee njia katikati wana wametokelezea. Praise the Lord. Anzeni kuona mambo makubwa kwa maisha yenu. Msione kukwisha. Oneni Bwana akiwainua kimordekai. Can somebody say amen? Amen. Anza kujiona kwa level ambao hujafikiria kwa maisha yako. Anza kuprepare moyo wako kwa mambo makubwa ambaye Mungu anakuja kufanya kwa maisha yako. Maana alishake Babylon ili Mordekai ajulikane. Hallelujah. Esther aliingia kinyume cha sheria ili Wayahudi wasiuawe. So haijalishi ni nini kitakayofanyika, Mungu anaenda kutengenezea watu wake njia. Hallelujah. Na sisi jambo moja Bwana akinisaidia kwa sasa napoongea. Kuna watu ambao wamekuwa kiona baraka zao kana kwamba ziko mbali sana. But I'm telling you before the end of this year, utashika hizo baraka na mkono. Zilikuwa kana kwamba lazima kutumike vitu nyingi zifikie, lakini hiyo yote Mungu amesema kwamba ameondoa. You will receive your blessing this year in the mighty name of Jesus. The promise of Mungu ni za kweli, na kile amesema katika neno lake lazima atimize. Wacha kuona kukwisha, ona baraka za Bwana zikitokelezea kwa maisha yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu aliinua Mordekai, hata wewe ni candidate wa kuinuliwa na yeye. Kama Bwana alipatia Esther favor, kama angemiss kidogo tu hivi angeuawa, lakini Bwana akampa kibali, akaokoa Wayahudi wote walikuwa Shekemu. Hata wewe mahali popote ulipo, Mungu atakutumia mtu kama Esther ambaye atariski maisha yake ili uweze kuokolewa. Na natabiri leo katika jina la Yesu, Destiny Connector wako mahali popote alipo, Esther wako mahali popote alipo, nasema Mungu amkoseshe usingizi hadi akuja kutafuta. Mtu yote ameshika shamba lako, I prophesy in the name of Jesus, saa hizi akose amani hadi akutafute. Mtu yote akona kazi yako saa hii, unasumbuka in Nairobi na makaratasi umekosa kazi. Mtu yote akona kazi yako mahali popote alipo, akose usingizi kama Aswero, akuletee hiyo kazi in the name of Jesus. Amen. Nasema hautang'ang'ana mwaka huu. Hautastruggle mwaka huu. I release Abrahamic blessings in your life. Receive this grace. Receive this anointing. Ambaye ilishuka juu ya Mordekai, ikashuka juu ya Esther. Receive it wherever you are. In the mighty name of Jesus. Wapenda, baraka zetu zote tunaenda kuzichukua sasa. Inua tu imani yako mahali popote ulipo. Chukua baraka zako sasa katika jina la Yesu. Ninakuombea mahali popote ulipo una feel kwamba ulisahaulika. Unahisi kana kwamba Mungu kama alikusahau. Nimetumwa na Bwana kuambia haujasahaulika. There is God in heaven. There is God in heaven. Aliyetingiza mlima Sinai,
aliambia Hagai aende kwa mtumishi wake amwambie kwamba atatingiza tena. Hebrews anasema kwamba ametupromise anatingiza tena. Huyo Mungu yu hai leo anaenda kutingiza mambo kwa niaba yako. I release that grace. I release that shake up to your enemies. Na achilia shake up kwa kambi ya maadui. Ninasema watatingizwa mahali popote walipo. Pango wote walio na ubaya juu wako, nasema haitafanikiwa. Nasema haitafanikiwa. Nasema haitafanikiwa. Wewe si mbegu ya kuuliwa. Wewe si mbegu ya kukuisha. I release the grace of God. I release the anointing power of the Spirit of God in your life. In the name of Jesus. Pokea kibali cha Bwana. Pokea kuinuliwa kwako. Kuanzia leo Mungu anakubadilishia jina. Kuanzia leo Mungu anakubadilishia ushuhuda. Utaanza kuitwa majina makubwa. Mordekai aliitwa Mordekai Myahudi aliyekuwa anafaa kufa, lakini Mungu baadaye alimbadilishia jina, akaitwa mtu mkubwa wa kifalme. Haleluya. Baba ninakushukuru. Baba ninakuinua kwa wema wako. Yusufu alipouzwa na mandugu zake, aliuzwa ili aende akufe. Lakini Bwana ukaenda kumfanya prime minister. Hajalishi nini ambacho wanadamu wametupangia, hatutakufa. Tunaenda kufanyika watu wakubwa. Tunaenda kufanyika mambo makubwa katika maisha yetu. Lakini Mungu alisema anaenda kutimiza kwa maisha kila moja. This word is word of encouragement in somebody's life. Praise the name of the Lord. Na kwamba God is changing things. Wakristo, Mungu anakuja kutimiza mambo. Na from now mpaka mwezi wa 9, Bwana sasa akiongea na mimi akiniambia kwamba kuna ushuhuda utatokeleza kwa watu watakaoamini maneno nayowaambia. They will testify. Kuna mambo yanaenda kubadilika kwa maisha yao. Acha nikuombe. Father, in the name of Jesus, ninaombea kila mmoja aliyesikia ujumbe huu Bwana. Ninaunganisha moyo wangu na imani yangu naye mahali popote alipo na hata hapa kanisani, ya kwamba Mungu Baba, neno hili la kushake unaenda kutingiza territory ambazo zimemzunguka. Unakutingiza ulimwengu na hata dunia na hata mbinguni kwa sababu yake Bwana. Ninaomba milango ifunguke katika jina la Yesu. Wewe uliinua Mordekai, inua wateule wako Bwana. Wewe uliinua Esther na Wayahudi, Bwana wa rehema, inua watu wako sasa. In the mighty name of Jesus. Father, I bless the people. Watakuwa na ushuhuda wa kipindi kigumu. Watu wengine wanaona kukwisha, watu wako wataona kubaraka. Wataona milango yao ikifunguka. Hakuna biashara ya Mkristo wote Baba itakaofungwa. Hakuna makazi itasambaratika ya wateule. Maana Bwana unaachilia shake up ambayo inaokuja, lakini kazi yake kubwa ni kuinua wateule. Hawatavutwa makazi, lakini wataenea na watapanuka. Wengine Baba unaenda kuwabadilisha makazi yao na kuwapromote. In the mighty name of Jesus. Asante kwa hiyo baraka umeachilia. Asante kwa hiyo neema umeachilia Baba. Liinuliwe jina lako na litukuzwe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Barikiwa sana mahali popote ulipo kwa kunisikiliza, na you can share that message with your friends ili pia waweze kubarikiwa pamoja na wewe uliyenisikiliza siku ya leo. Bwana kubariki sana. Shalom, shalom, shalom. God bless you.